Muislamu katika maisha haya lazima aelewe kwamba yupo kwa lengo. Allah mtukufu anasema, wama khalaqtul janna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa wapate kuniabudia mimi. Ina maana CV pekee yake ambayo utakiwa unayo, anta abid wa mja wa Allah. Ikiwa ina maana jambo lolote lile uliloneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake, ikiwa ni afya au mali, wakati, watoto, mke, gari, kazi, kila kitu ambacho Allah amekuneemesha lazima ukielekeze katika malengo uliyoumbiwa nayo, ni abid, ni mja wa Allah. Maana vitu vyote hivi ambavyo unavyomiliki lazima vifanye kazi katika kuhakikisha kwamba wewe ya ima unakwenda katika ibada au unaboresha katika ibada hiyo hiyo, viwe visaidizi katika maisha yako ya kuhakikisha kwamba utaporudi kwa Allah siku ya Kiyama akakuuliza kuhusu neema zote hizo alizokupa ulizifanyia nini, basi utajibu kwamba nilizielekeza katika lengo ambalo uliloniambia, nayo ni ibada. Unalala ili upate nguvu ya kumwabudia Allah. Unanunua gari ili kufikishe kwenda kutafuta riziki ya halali na kwenda msikitini na kuchuma chumo la halali katika maisha yako. Umeoa ili ujiepushe na makatazo ya Allah ambayo ni moja katika madhambi makubwa, wala taqrabu zina, wala msisogee uzinzi. Yote hayo ulionayo lazima uelekeze katika lengo ambalo Allah mtukufu amekuleta duniani kwa ajili yake. Pamoja na yote haya, usisahau kwamba huyu aliyekuumba hajakufanya uishi hapa duniani milele. Umekuja katika darasa usome, alafu baada hapo unapitia mitihani mbalimbali. Baada hapo unapokufa unasahihishwa mtihani wako, imma janna au nar, ya imma likabuli lako mwanadamu liwe moja katika sehemu za peponi, Allahumma ja'alna min ahli, semeni amin, au Allah tukue, semeni amin, liwe shimo miongoni mwa shimo ya motoni. Inategemea na zile ibada na yale matendo ambayo umetanguliza kwa ajili ya maisha baada ya leo. Ndio maana aliyemjanja ni yule ambaye ameifahamu vizuri sana dunia. Nasikitisha mtu katika umri wa mtu mzima bado hadi leo bado hujaifahamu dunia. Dunia inakuyumbisha, dunia inakuzoa katika mawimbi ya fitna, dunia bado inakuweka mbali na Mola wako, na hii ndio hasara kubwa iliyoje. Lakini pamoja na yote haya hakuna aliyechelewa. Mtoto mdogo hajachelewa, mtu kongwe hajachelewa.